Mbali na hayo, tunaarifiwa kwamba Tume ya Maadili na Kupambana na Ufisadi nchini imefanya vikao na wakuu wa taasisi za elimu ya juu na sekta ya umma kuhusu njia za kukabiliana na ufisadi kwenye taasisi hizo. Lengo kuu la vikao hivyo ni kuhamasisha walio kwenye ofisi za serikali kuwajibika kila wakati na kuzuia ufisadi kabla ya kufanyika ili kuokoa fedha za umma kupotea. You say that what is 1,000 be used to perpetuate corruption, that is not news to us, enables you to cross from one level to another. The triad, people living beyond their means. We acknowledge as a commission that the youth, actually 75% of the population is a youth that's to the age of 35 and below. And we feel them being the leaders of today and tomorrow, we need to equip them with the necessary skills and prepare them for good governance and leadership. And there is also the aspect of conflict of interest, where employees within the various county governments where we are in charge, like Garissa County, there is Mandera County, and there is Wajir County. That is where the bulk of the investigations touch on, and it's usually on conflict of interest and irregularities in the procurement processes. Hamasisho hili linawaendea wafanyakazi wote wa serikali popote walipo, kwamba ni lazima tutekeleze majukumu yetu kulingana na sheria, na pale ambapo hauna ufahamu wa kutosha, basi ni vyema kuweza kutafuta ushauri ili uweze kufafanuliwa ni jinsi gani ungetakikana kutekeleza yaliyoko majukumu yako. Tukiangazia mengine ni kwamba